Bana, siku ya jana Harmonize aliweza kuonekana katika moja kati ya mitaa mbalimbali akiwa anaendesha baskeli na akaweza kuposti pia katika ukurasa wake wa Instagram. Hii ikiwa na maana kwamba Harmonize aliamua kuonyesha mambo mengi katika jamii ambayo faida zake ni nyingi, na faida hizo zinaweza kumfanya Harmonize aweze kupata vitu vifuatavyo. Kuonekana kwa msanii Harmonize akiwa anaendesha baskeli barabarani huko akiwa anafanya mazoezi, kuna faida kadhaa ambazo zinaweza kuchambuliwa kwa undani zaidi, nikiwa na maana kwamba katika swala zima la nyanja za kijamii, kiafya na kibiashara pamoja na kisanaa. Hii ni mifumo bora sana ya jinsi msanii anaweza kutumia maisha yake ya kila siku kuwasilisha ujumbe mpana kwa jamii na kuongeza thamani ya chapa, nikiwa na maana kwamba brandi ya Konde Gang kwa siku chache zilizopita ilikuwa kama vile inataka kuchafuka. Sasa kuna njia nyingi ambazo Harmonize akiwa anazifanya basi zitarudisha brandi hiyo irudi katika sehemu ambayo ni sahihi. Kama ni nyimbo, anatoa nyimbo kali. Kama ni uwekezaji, ndo kama kawaida Harmonize ni moja kati ya wawekezaji wazuri sana katika swala zima la muziki wake wa kila siku. Sasa faida zifuatazo: kuonyesha mtindo wake wa maisha kunaweza kumfanya kwamba Harmonize lifestyle yake ikazidi kuwa akawa anaibrandi lifestyle yake. Harmonize anapoonekana akiwa anafanya mazoezi kwa kutumia baiskeli au anajenga mwili wake kupitia baiskeli hiyo, basi anajenga picha moja kubwa sana. Ni mtu ambaye ana nidhamu kubwa sana na anayejiamini, anayejali afya yake mara kwa mara. Hii ni sehemu ya kujenga brandi, personality naweza nikasema hivyo, ya msanii husika, ambako basi Harmonize pamoja na mashabiki wake watakuwa wanamfuatilia kwa kasi, hasa vijana wenzake ambao wanataka kuiga mitindo yake ya maisha, au vijana wenzake ambao wanataka kufanya waonekane kama yeye, au wanataka asionekane tu kama msanii. Harmonize inawezekana kwamba akawa na mipango mingi sana, asionekane kama msanii bali aonekane ni mtu ambaye anaijali au ni kielelezo kikubwa sana katika jamii hii ambayo kwa sasa kumteka mteja ni kitu ambacho kila mfanyabiashara huwa anakitamani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Harmonize anajaribu sasa hivi hapo kumteka angalau mteja wake yule ambaye alikuwa anaona kama brandi yake inachafuka, basi aweze kuirudisha katika njia ambayo ni sahihi. Lakini pia Harmonize anaweza kutumia njia hii kuweza kutuma ujumbe kwa jamii, kwa sababu labda kuna project labda inawezekana kwamba inakuja, au anaweza akawa anachochea maendeleo ya project zake ambazo zinazofanya vizuri katika mitandao mbalimbali, kwa sababu msanii kuongelewa katika media tofauti kuna maana kubwa sana. Hii anaweza basi akaonekana kwamba anaendesha baskeli tu, lakini kuna namna ambavyo akawa anachangia katika project zake ambazo zinazidi kufanya vizuri katika platform tofauti. Nikiwa na maana kwamba project kama Furaha, project kama Me Too ni moja kati ya project ambazo zinaongelewa sana. Finally ndo kwanza ni moja kati ya ngoma ambayo watu walikataa hapa katikati, lakini katika wenzetu wanaona kwamba ni ngoma kali na ni ngoma ambayo ni nzuri zaidi. Pamoja na yote kuna ngoma ya X ambayo Harmonize kule ndani alimuimba Kajala, moja kati ya ngoma ambayo ni bora sana. Lakini mimi naweza ngasema kwamba hivi anaweza akawa anaboresha tu mahusiano yake pamoja na mashabiki, au naweza ngasema kwa fans engagement. Fans engagement ni moja kati ya kitu ambacho Harmonize anacho, lakini kwa kipindi cha nyuma alikuwepo hawezi kuonana nao ana kwa ana, yani kuonana nao uso kwa uso, nikiwa na maana kwamba kwa sasa hivi mashabiki wake wanapomuona msanii Harmonize kuna vitu ambavyo basi wanazidi kuvutiwa naye, kwa sababu anafanya vitu ambavyo si vya kawaida kama wasanii wengine ambavyo hawafanyi. Mfano, wasanii wengine huwa wanajifungia ndani na kusema kwamba unapaswa utengeneze brand yako katika misingi hii hapa. Sasa Harmonize ameamua ku break that chain, ambayo chain hiyo watu wengi walikuwa wanaizingatia na kusema kwamba yawezekana kwamba mfumo huo basi kwa sasa hivi hawezi tena kuendelea nao. Anatumia mfumo ambao yeye anaona kwamba ni mfumo ambao ni sahihi. Huu ni mfumo mzuri wa kimahusiano, anaweza akawa anaboresha mahusiano kati yake yeye pamoja na mteja wake ambaye ni shabiki. Sasa endapo kama Harmonize alikuwa anafanya matukio kama haya, inatengeneza picha kubwa sana katika jamii na kuonyesha kwamba jamii kuna vitu ambavyo sisi kama mashabiki tunapaswa tumfuatilie msanii ambaye yupo karibu na sisi, na msanii ambaye ana matukio ya kila siku. Ana matukio mbalimbali ambayo amewahi kuyafanya, lakini tukio hili la kuendesha baskeli barabarani limeweza kuvuta mashabiki wengi zaidi, na wakaona kama vile Harmonize ni moja kati ya mtu ambaye ni mnyenyekevu, lakini pia ni mtu mwenye mapenzi ya jamii. Yaani anaipenda jamii yake na anajaribu kabisa ni kuonyesha kwamba wazi katika jamii hichi sio kitu cha kawaida, lakini ninapaswa kukifanya. Nyie ni mashabiki zangu. Ni njia moja kubwa sana. Lakini pia hii ni fursa ya kibiashara. Kuonekana kwa Harmonize barabarani akiwa anaendesha baskeli katika jukwaa la asili ya matangazo na bidhaa huduma zinazoweza kuhusiana na kiafya, baskeli, mavazi na michezo. Harmonize anaweza kupata
anaweza kupata endorsement yote kuhusiana na masuala zima la afya kuanzia hivi sasa. Yani kuna mambo mengi ambayo mnaweza mkawa mnachukulia simple, lakini Harmonize anaweza akapata endorsement. Yani ndio maana kwamba anaweza kupata matangazo katika sehemu za mavazi, anaweza kupata matangazo katika sehemu za mazoezi, anaweza kupata matangazo katika baskeli ambazo umeona kama jana akiwepo anaendesha. Kampuni yote inaweza ikamvaa kuanzia hivi sasa. Kampuni ya nguo za mazoezi, kampuni ya baiskeli, lakini pia hata kampuni au issue za kiafya, yani kuhamasisha jamii nzima kuendelea basi kufanya mazoezi mara kwa mara. Ni njia ambayo ni positive sana. Harmonize akitumia au management yake kaenda kushawishi watu fulani ambao wana makampuni yanahusika na vitu hivi vya mazoezi, basi ni rahisi sana Harmonize kuweza basi kupata endorsement, na ipo wazi kwamba Harmonize yuko consistent katika jambo hili la mazoezi ya mara kwa mara. Kwa hiyo tutegemee kwamba inawezekana muda wote na saa yote, kama management yake ikiwa straight katika jambo hili, basi wanaweza wakapata endorsement ya aina yote kupitia michezo hii. Lakini pia kuna ubunifu wa kisanaa na maudhui ya muziki. Yani huu ni ubunifu mkubwa sana ambao Harmonize ameweza kufanya, kwa sababu ameweza kutumia tukio hili kama maudhui ya muziki wake au video, na watu wakawa hawajui hili wala lile, kwa sababu kuna vipande vingi sana ambavyo ameweza kushare, lakini pia picha ambazo ameweza kupiga. Inawezekana kwamba kuna project kubwa sana ambayo inaweza ikawa inakuja, au ni maudhui ambayo ni halisia kuhusiana na swala zima la mazoezi, au ni muonekano mpya ambao ameamua kufanya, kwa sababu ukijaribu kumwangalia vijana wengi wanategemea kwamba inawezekana kwamba Harmonize alikuwa anafanya tu kwa ajili ya kutafuta attention au kutafuta zile sifa za hapa na pale, lakini hii inaweza ikawa ni njia nyingine tena, kwamba ni ubunifu mpya wa sanaa ambayo watu wengi walikopo hawajai kuifanya. Hatujai kuona msanii ambaye anafanya kuonesha baskeli akiwa ameshoot music video. Kwa hiyo hii lazima hadhira, nikiwa maanisha kwamba mashabiki watakuwa wana attention kubwa sana ya kuweza kujua kwamba inakuwa kwaje, imewezekana vipi, kwa sababu gani? Kwa sababu ni kitu ambacho ni kipya kwa jamii. Jamii inahitaji vitu vipya, jamii inahitaji vitu ambavyo vimeshapita kuweza tena kuviona kwa mara nyingine tena. Ni njia ambayo ni nzuri, na anaweza basi akawa ni moja kati ya mtu ambaye anajitambua sana katika swala zima la ubunifu huu. Kama kuna mtu ambaye anamshawishi, basi ni mtu sahihi sana kwenye management yake. Anafanya kitu ambacho ni sahihi, na anafanya kitu ambacho kinampa msanii kama msanii mwanga mpya katika jamii, kwa sababu bado kuna matamasha mengi sana, na bado kuna njia ndefu sana kwa yeye kama msanii kuzidi basi kufanikiwa kupitia sanaa hii. Lakini pia anachangia mazingira bora, na hiyo na maana hiyo, yani anachangia pia mazingira bora. Kuna mantiki kubwa sana katika mazingira bora. Baskeli ni chombo fulani hivi ambacho ni rafiki katika mazingira, na kunaonekana kwamba akitumia baskeli kunasaidia pia kuhamasisha matumizi ya vyombo vinavyopunguza uharibifu wa mazingira, ikiwa maana kwamba haitoi moshi. Baskeli hiyo pia ni sehemu ya mazoezi. Baskeli hiyo pia inajenga mwili. Yani kuna namna ambavyo hiyo baskeli Harmonize alivyoitumia katika siku ya jana, kuna mkakati mkubwa sana. Unaweza ukatokea katikati hapa tukashangazwa hata sisi ambao ni mashabiki zake. Kwa hiyo pia anaimarisha taswira ya kiongozi wa jamii. Hiyo ni moja kati ya pointi kubwa sana. Anaimarisha hii taswira katika jamii, nini ambacho jamii inamuona vipi, na ni kiongozi wa namna gani. Na kuachana na wale mambo ambayo tumeyasikia kwamba alishamuita mtu sijui chumbani, alishamuita sijui aje achukue kodi, sijui alimwataka mtoe mama yake kafara, mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukijaribu kufikiria unapata picha kwamba yawezekana yale mambo yalikuwa yanaongelewa ni ya uongo. Kwa hiyo Harmonize anatengeneza taswira ambayo ni mzuri sana kucheza na hadhira, ni mzuri sana kucheza na mashabiki zake. Na ndio maana katika sehemu ambayo jukwaa ambalo analitumia mara nyingi ni jukwaa la Instagram, ambalo limekuwa na ushawishi mkubwa sana kwa mashabiki zake wengi sana, na sijui kwa nini amekuwa akilitumia jukwaa hilo tu, na mitandao mingine sijui kama anaitumia kama Instagram kama anavyoitumia. Lakini pia anaweza ngasema kwamba hivi kuonekana kwa Harmonize akiwa anafanya mazoezi kunaweza kumfanya basi hizi kampuni zikaweza basi kumpa endorsement. Kampuni zote inaweza zikampa endorsement, au akaweza akaitwa hata katika sehemu nzima ya afya ya jamii akapata ubalozi wa aina yoyote ule kwa kupitia mifumo hii ya mazoezi. Kama sivyo, basi management ianze sasa kuchekecha yenyewe, basi juu wapi pa kutokea, sababu ni mfumo ambao unawezekana ukafanyika na msanii akajipatia kipato kupitia kitu hicho. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Kuna mengi ambayo nitakuletea hapa hivi, usisahau kusubscribe. Nashukuru sana kwa kuwatch. Bye bye for now.